Naam, nimezungumza kipindi cha nyuma kidogo kuhusiana na habari za malaika watatu. Malaika watatu hawa ambao kwa muda ambao sio mwingi sana kutoka juu mbinguni Mungu atawatuma katika mataifa haya matatu: Rwanda, Burundi na Kongo. Mungu atawatuma malaika watatu wakiwa wamevaa sura za kiwanadamu, sura ambazo mwanadamu hata waona akaogopa. Mungu atafanya hivyo kwa sababu gani? Akiwatuma kwa sura za kimalaika, wakaja kwa sura za kimalaika, wanadamu wataweza kuogopa na kukimbia na kupata taharuki. Sasa Mungu hatafanya hivyo. Atatumia sura za watu ambao inawezekana wanawafahamu, wamekuwa katika jamii zao, wamekulia Rwanda, wamekulia Burundi, wamekulia Kongo, yani amekulia katika taifa hilo, mtu anamfahamu. Kumbe Mungu amemtumia kama malaika ili kuleta usalama, amani na utulivu katika hilo taifa au katika hayo mataifa. Kwa maana ya kwamba malaika mmoja atakuwa Rwanda, malaika mwingine Mungu atamtuma Kongo, na malaika watatu Mungu atamtuma Burundi. Hii ni habari njema sana. Usijiulize umejuaje. Sisi tuna mitandao ya serikali ya mbinguni. Sisi ni mawakili wa serikali ya Mungu. Sisi ni mawakili wa siri za Bwana. Kabla jambo halijatokea, Mungu anakuwa ameshalileta na kutujulisha. Kwa hiyo hii ni habari njema sana kwa wenyeji wa mataifa ya Rwanda, Kongo na Burundi. Ni habari njema sana kwamba wakati wa Bwana, wa furaha ya Mungu, wa utulivu wa kimungu, wa amani ya Bwana umewadia sasa. Umewadia sasa. Mungu atafanya hivi kwa sababu sasa akili za watu walio wengi, viongozi na mataifa mbalimbali wamejitahidi kutafuta njia ya suluhu, njia ya amani. Kwa mfano katika taifa la Kongo, Burundi na Rwanda. Kwa hiyo wafalme, watawala wa dunia hii, marais, viongozi wamejaribisha kutumia njia za amani za kawaida, jitihada zao, bidii zao, akili zao, fahamu wao, ili kuweza kuleta utulivu katika mataifa haya na amani. Lakini kwa kweli ni kama njia zao hazijakaa vizuri sana, bidii yao haijaleta matokeo sana. Kwa maana hiyo, wenyeji, kwa mfano wenyeji wa Kongo, wenyeji wa Burundi, wenyeji wa Rwanda, wanaona kama vile mambo yameshindikana haya. Hapana, Bwana ameniambia kwamba mambo hayajashindikana. Sasa wakati wa Bwana ndipo naenda kutenda kazi. Unajua, nikwambie, Mungu siku zote waga anaacha wanadamu apambane, atumie akili zake. Ila atakapofikia hatua akashindwa, basi Mungu akifanya, Mungu akitokeza njia, akitokeza ushindi, akifungua mlango, basi huyo mwanadamu ampe utukufu Mungu. Ndio kusudi la Bwana. Sio kama Mungu anakuwa haoni machafuko, Mungu haoni vita, Mungu haoni vurugu, Mungu haoni hivi. Hapana, anaona shida, matatizo, anaona. Mungu anaona wakimbizi wanaohangaika, anaona. Lakini Mungu anataka afanye kazi baadaye, baada ya mwanadamu kuwa ameamsha mikono, ameshindwa, basi Mungu atokeze mlango. Sasa wakati wa Bwana kwa ajili kutokeza mlango katika taifa la Kongo umewadia. Wakati wa Bwana kwa ajili kutokeza mlango katika taifa la Burundi umewadia. Wakati wa Bwana kutokeza mlango katika taifa la Rwanda umewadia. Unajua, hebu turudi kwenye historia kidogo. Tukumbushane. Unajua, taifa la Rwanda na taifa la Burundi na Kongo, hawa watu ni ndugu. Ni ndugu wa damu,
kwa lugha, mila na desturi, uchumi, ni ndugu. Ila sasa kwa bahati mbaya walikuja kufikiri kwamba sio ndugu baada ya ujio wa mkoloni. Wakoloni, kwa mfano Wabelgiji hawa walioingia kwenye mataifa yao. Walipokuja wakoloni, wakaja wakagawa mataifa haya, wakaweka mipaka. Tunakumbuka hivyo vitu. Waliweka mipaka. Sasa hii mipaka waliweka kwa kanuni zao za kiuongozi kwamba divide and rule. Watenge upate kuweza kuwatawala. Kwa hiyo waliweka mipaka. Lakini ikumbuke kwamba kabla ya ujio wa wakoloni, mataifa yote ya Kiafrika hatukuwa na mipaka. Hatukuwa na mipaka kwamba hapa sasa ni Tanzania, kuanzia hapa ni Kenya, kwenda huku ni Uganda. Hatukuwa na mipaka. Kwa hiyo tuliishi kama ndugu. Tunaingiliana, tunatembeleana, tunasaidiana, unaona? Mnyarwanda anatoa mwanamke Burundi, Mrundi anatoa mwanamke Rwanda, Mrundi anatoa mwanamke Kongo, Mkongo anatoa mwanamke Burundi, Mnyarwanda anatoa mwanamke Tanzania, Mtanzania anatoa mwanamke Rwanda. Kwa tuliishi kama ndugu bwana. Tuliishi kama ndugu. Kwa hiyo mkoloni alipokuja akaweka mipaka, na ile mipaka ikaweza kututenga, kwa maana ya kutenga mataifa au nchi zetu, lakini pia mipaka ile ilitutenga na akili. Yaani ile mipaka haikuishia kutenga nchi. Kwa kweli. Ile mipaka ilitenga pia na akili. Itutenga akili. Ili akili yangu imuone Mnyarwanda au mtu wa Rwanda kwamba sio ndugu yangu. Naona? Ili akili ya Mnyarwanda imuone Mtanzania kwamba huyu sio ndugu yangu. Ili akili ya Mnyarwanda imuone Burundi kwamba sio ndugu yangu. Ili akili ya Mrundi imuone Mnyarwanda kwamba huyu sio ndugu yangu. Ili akili ya Mkongomani imuone Mrundi kwamba huyu sio ndugu yangu. Ili akili ya Mrundi imuone Mkongomani kwamba sio ndugu yangu. Unaona walichokifanya watu hawa. Sasa kutokana na hayo, mpaka leo hii mataifa yanahangaika kwa sababu hizo. Kwa sababu hizo. Ile ardhi sio ya kwetu, ni yao. Ardhi sio ya kwao, ni yetu. Yaani mipaka hii sasa. Walivyotutengea hivyo basi tukaanza kugombania ardhi, tukaanza kugombania rasilimali, tukaanza kugombania madini, tukaanza kugombania lugha na vitu vya namna hiyo. Sasa Rwanda, Kongo na Burundi ni ndugu hawa watu, ni ndugu. Kama walivyo ndugu zangu, na sote ni ndugu kimsingi. Unajua nikupe kitu kingine ambacho kidogo inawezekana labda umekisahau. Labda umekisahau. Unaona watu hawa wanaoitwa Banyamulenge. Banyamulenge. Mlenge kwa Kiingereza ni plateau. Plateau. Plateau ni eneo ambalo lina minuko. Hawa Banyamulenge bwana hawakuwa watu wabaya. Hawakuwa watu wabaya. Kwa nini nasema hivi? Wao kabla ya ujio wa wakoloni waliweza kuhama kutoka Rwanda kuingia Kongo, kwenye upande wa mashariki mule mwa Kongo, Uvira na wapi huko. Kwa hiyo waliweza kuhama kuenda kule kwa ajili ya sana ufugaji wa wanyama wao. Kwa natafuta maeneo mazuri ya kufuga wanyama wao. So unajua wafugaji waga ni watu wa kuhamahama kutokana na hali ya hewa. Kiangazi kinajitokeza, nyasi zinakauka, malisho yanakuwa ya shida, basi wanahama eneo hili wanaenda eneo jingine. Sasa Banyamulenge hawa kwa historia tena ya kabla ya kuja wakoloni, kwa sababu walihama mapema sana kabla ya wakoloni. Wakoloni wanakuja kabla wajaja, basi wenyewe Wanyamulenge walishaenda kule mashariki mwa Kongo. Sasa basi walikuwa wanatafuta maeneo mazuri ya kuchungia wanyama wao, kuishi, unaona, lakini hata kulima, unaona, hata kulima. Kwa hiyo wakahamia kule, unaona,
Kwa tangu miaka hiyo kabla ya ukoloni mpaka wakoloni wanakuja, waliwakuta Wanyamulenge wako mle katika maeneo yao yale. Naona? Lakini walienda kama ndugu. Na waliwapokea Wakongomani kama ndugu. Si mipaka haikuwepo nimekuambia. Kwa tulikuwa tunaingiliana tu. Sasa wakaishi kule miaka na miaka mpaka leo hii. Unaona? Sasa kinachochafua mataifa yetu mpaka leo hii, Kongo, Mkongomani anamuona Mnyarwanda kwamba sio ndugu yangu, Mkongomani anamuona Burundi kwamba sio ndugu yangu. Yaliyofikisha hali hii katika mazingira hayo ni mojawapo ni siasa. Mojawapo ni siasa. Siasa imekuwa mojawapo ya changamoto hizo. Siasa imetoka wapi? Wakoloni. Si mifumo ya kisiasa hizo unajua tena ndio walioleta. Siasa hizi. Naona ile divide and rule niliyokuambia ilikuwa ni siasa ile, politics. Naona. Kwa hiyo kutokana na siasa basi wanasiasa kutokea mataifa mbalimbali aidha Rwanda au Burundi, basi kila mtu akawa na ile ya kuvutia kwake. Na kumbuka walishapokea roho ya wakoloni. Walishapokea roho ya wakoloni. Maana wakoloni walishaingizia zile roho. So wanatafuta kupata kibali. Nimesema siasa sasa. Kupata kibali kwa watu. So wanajivutia kwao. Kwa hiyo wakawa wanakuja mengine wanawaambia bwana nyewe Wakongomani hawa Wanyamulenge hawa ni watu wa Rwanda hawa, sio watu wa hapa hawa. Yaani divide and rule unajua tena. Wanawaambia maneno, wanawapandikiza roho za namna hiyo ili hawa sio watu wa hapa, hawa walitokea Rwanda kule, ardhi sio ya kwao hii. Naona walichukua ardhi yetu hawa, walichukua ardhi yenu wa Kongo hawa, kwa hiyo warudi Rwanda hawa, Wanyamulenge hawa ni Wanyarwanda. Unajua kwa hizo siasa hizo divide and rule, watenge upate kuwatawala. Sasa kwa bahati mbaya na wanadamu basi wakayachukua hayo, na Wanyamulenge wakaanza kujiona kwamba kweli hapa sio kwetu. Naona kumbuka miaka 1800 kabla ya wakoloni, manake hata watoto na wajukuu walizaliwa pale maeneo yale. Naona sasa, lakini wakishapewa historia namna hiyo, basi inaanza kuwasumbua, wanaanza kuitendea kazi. Kwa watoto wanaozaliwa wanajua hapa sio kwetu, sisi tulitoka Rwanda. Vizazi na vizazi vinavyopita vinajua sisi tulitoka Rwanda. Sababu ya siasa. Lakini pia hata Wanyarwanda kwa sababu ya siasa sasa. Wanajua kwamba wale wa Nyamulenge wale ni watu wetu wale. Sasa unajua tena baada ya siasa basi kuna kuwepo na kutembeleana. Wanyarwanda walioko Rwanda basi wanawatembelea Wanyamulenge wanatembea Rwanda, vitu vya namna hiyo. Yaani siasa zinazidi kuenea. Wakati huo Wakongomani sasa na wenyewe wanaambiwa watu hawa walikuja kuvamia ardhi yenu hawa, walikuja kuwaibia hawa. Sio Wakongomani hawa. Naona? Watu ambao walikuwa ni ndugu, watu ambao walikuja pale kwa nia njema, siasa zikawachafua. Naona? Siasa zikawachafua. Siasa ni hatari sana. Wanasiasa wakawachafua. Kwa hiyo Wanyamulenge wakawaona Wakongo kwamba sio ndugu wao sasa, sio ndugu zao sasa. Na Wakongomani wakaona Wanyamulenge kwamba sio ndugu yao sasa. Wanyamulenge wakajiona kwamba Kongo sio kwao sasa. Kwao ni Rwanda. Lakini hawataki kutoka kwa sababu ni miaka na miaka wako pale na vizazi. Lakini akili zao zikaanza kuambia kwamba kwetu ni kule Rwanda tulikotokea. Kutoka hawawezi kutoka. Naona? Inawezekana hata kuwekeza rasilimali na nini. Inawezekana baadhi yao tena wakaanza kuwekeza hata kule walikotoka. Na kule wa Rwanda wanawafuatilia, wanawaambia. Yaani zote ni siasa hizo. Kwa hiyo kwa maneno hayo, hawa watu waliokuwa kitu kimoja, waliokuwa ndugu kabisa, wakachafuka. Siasa zikawachafulia usemi. Wakachafuka. Mipaka ikawachafua. Mipaka ya ardhi, hata mipaka ya akili zao. Na akili zao zikawa na mipaka. Wakawekeana mipaka. Naona? Kwa mpaka leo hii, ukiona
watu wanavyoishi, wanaishi kama maadui. Maadui. Mkongomani anamuona Mnyarwanda sio ndugu yangu. Mnyarwanda anamuona Mkongomani sio ndugu yangu. Mkongomani anamuona Mrundi sio ndugu yangu. Lakini wote ni ndugu. Sote ni ndugu. Sote ni ndugu. Ila haya ni madhara ya mkoloni, ya mipaka na sumu za kikoloni. Naona? Sasa basi, Bwana ananiambia hivi, nyinyi ni ndugu. Kumbukeni maneno haya. Ninyi ni ndugu. Ninyi ni ndugu. Kumbukeni maneno haya tafadhali. Awe Mnyarwanda, muone Mrundi kwamba ni ndugu yako. Wewe Mrundi, muone Mnyarwanda kwamba ni ndugu yako. Wewe Mnyarwanda, muone Mkongomani kwamba ni ndugu yako. Wewe Mkongomani, muone Mnyarwanda kama ndugu yako. Mrundi, muone Mkongomani kama ndugu yako. Mkongomani, muone Mrundi kama ndugu yako. Mtanzania, muone Mnyarwanda na Mrundi na Mkongomani kama ndugu yako. Sote ni ndugu. Ila tulichafuliwa lugha. Tukawekewa mipaka kwenye akili zetu. Tukawekewa mipaka kwenye ardhi zetu. Leo tunaonana kama maadui. Bwana ameniambia kwamba wakati umefika sasa. Wakati umefika, Bwana anakwenda kuwatuma malaika zake watatu. Malaika zake watatu. Malaika zake watatu kutoka mbinguni, ila watakapokuja watavaa sura za watu mnaowafahamu. Watu mnaowafahamu, mliokuwa nao, mnaowaelewa. Hawa ndugu watakuwa na kazi ya kuleta amani katika mataifa haya matatu. Watakachokiongea kitapata kibali. Watakachokishauri kitapata kibali. Na sasa mataifa yote wataishi kama ndugu. Ule undugu wa asili, ule undugu wa kwanza, ule undugu wa mwanzo utarejea. Utarejea. Mkongomani atamwona Mnyarwanda ndugu yake. Mnyarwanda atamwona Mkongomani ndugu yake. Mrundi atamwona Mkongomani ndugu yake. Na hapo ndipo furaha na amani na ushindi katika mataifa haya utakapokuwepo. Mungu awabariki, Mungu awatunze. Maneno haya myatunze. Myatunze, yanakuja. Muda si mwingi Bwana aenda kufanya jambo jipya katika mataifa haya. Mungu wa mbinguni awabariki. Ndugu zangu wa Kongo, ndugu zangu wa Rwanda, ndugu zangu wa Burundi. Sote ni ndugu. Ondoa mipaka katika akili zetu. Sote ni ndugu. Amen. Mungu awalinde sana. Ushindi unakuja. Amen.